Kama kuna label ya music ya Bongo Flava hapa kwetu ambayo inafanya vizuri, basi huwezi kuacha kuitaja label ya The African Princess. Hapa naizungumzia label ya mwanadada au label inayomilikiwa na mwanadada anayekwenda kwa jina la Nandy. Mwanamama huyu mwenye ndoa yake mjini, mke halali kabisa wa Billnass Bill Nenga, ambao wamebahatika kupata mtoto mmoja. Lebo ya The African Princess, kwa kukukumbusha, imewahi kumiliki msanii ambaye anatamba hivi sasa, mwanadada machachari kabisa huyu ambaye anakuja kwa kasi ya ajabu, anaitwa Yami, ambaye tulifahamu uwezo wake, ambaye alianzia TikTok huko akiwa anafanya cover za wasanii tofauti, lakini mwisho wa siku Nandy na The African Princess walimuona, wakamchukua, wakamleta katika familia na kuanza kufanya naye kazi. Baada ya kufanya kazi 2-3, jina limekuwa, na mwisho wa siku kilichokuja kutokea basi kama tulivyokuja kuyaona, kwamba The African Princess wakawa wamemalizana na Yami. Kutokea pale maneno mengi sana yalikuwa yamezuka, mengi mno. Mengi yamezuka, kila mtu anazungumza la kwake. Wapo ambao wanazungumza kwamba Yami alikuwa ananyonywa pale. Wapo walikuwa wanazungumza kwamba Yami ni bado jeuri, mbona ilikuwa bado kuweza kutoka pale. Wengine wakaenda mbali zaidi mpaka wakimhusisha Billnass kwamba Yami alikuwa anatembea na Billnass. Mwisho siku Nandy akafahamu kwamba Yami anatembea na mume wake. Mwisho siku wakaweza kuitilafiana, kila mtu kuweza kuchukua njia yake, na safari huwa inaendelea. Wanakuambia kwamba usipoteze muda kuangalia ulipojikwaa, kwamba uanze kujitizama umeumia wapi na nini. Wanakuambia wewe songa na safari mpaka unapofika mwisho wa safari ndio uweze kuangalia kwamba wapi umeumia na nini cha kuweza kufanya ili uweze kupona na mambo mengine yaendelee. Tulimuona Yami aliendelea kufanya mziki wake, aliendelea kutoa ngoma zake kali, pia aliweza kutoa EP, ali-launch EP ambayo imesikilizwa pia kwa wasanii wa kike, imesikilizwa sana. Umeona, lakini baada ya yote kupita, lebo ziko nyingi sana. Ikaja lebo ya Chief Loot Music. Hapa naizungumzia lebo ya Chief Godlove ambayo ilimsaini msanii anaitwa Pipi Jojo. Pipi Jojo wengi tulikuwa hatumfahamu. Kama watu walikuwa wanamfahamu, basi wamemfahamu huko kwa sababu kwenye TikTok huwa wasanii ina ma content creator wengi sana ambao wanafanya poa upande hizo. Mwisho siku Pipi Jojo tukamuona yuko kwa Chief Godlove. Aliweza kubahatika kutoa ngoma zake kadhaa. Na mengi yalianzia pale, ndio akawa msanii wa kwanza wa Chief Godlove. Umeona? Na ni msanii mzuri, anafanya poa, anafanya vizuri, anajitahidi kujitutumua ili ziweze kuendana na mikiki ya Bongo Flava. Naye pia ikatokea sintofahamu, ikatokea mambo kama kutokuelewana hivi na mabosi zake. Mwisho wa siku tukaona Pipi Jojo ameweza kuachana na Chief Loot Music na kuweza kufanya harakati zake. Chief Loot Music walisema kwamba haimuhitaji tena Pipi Jojo, kwamba sio msanii wa Chief Loot Music. Umeona, kwa hiyo wamezuia kila kitu, digital platforms zake zote wamezizuia. Mwisho siku Pipi Jojo ameweza kufungua digital platforms zingine ili aweze kuendana na kasi ya muziki au kasi ya industry, the way ambavyo inakwenda. Na mpita ukimya na mambo mengi yalizungumzwa, na tuliona aliweza kufanya interview sehemu fulani, kituo kimoja cha radio. Aliweza kufunguka mambo mengi sana ambayo wengi tulikuwa tuyafahamu, mengine tulikuwa tunayafahamu sana tu. Umeona, na tu wengi walimuonea huruma kutokana na bado ni binti mdogo sana kuweza kupitia kipindi kigumu kiasi kile. Lakini Mwenyezi Mungu huwa hamtupi mja wake. Mwisho siku Pipi Jojo leo hii ninavyozungumza hapa ameweza kusainiwa na lebo ya Nandy, naizungumzia African Princess.
ameweza kutambulishwa, ameweza kusainiwa kama msanii mpya wa The African Princess baada ya Yami kuweza kuondoka. Basi msanii wa pili ambaye anashika kile kijiti kukava ile nafasi ambayo imeachwa na Yami, basi ni Pipi Jojo ndio ameweza kuingia pale. Safari ya Pipi Jojo inaanza upya, naweza nikasema, kwa sababu ndio inaanza rasmi, kwa sababu sehemu alipo ni sehemu ambayo kiukweli kama akiweza kuishikilia vizuri, basi anaweza kufikia level walau kwa kidogo kufika pale ambapo amefika Yami au zaidi ya alipofika Yami, kwa sababu tukiangalia sasa hivi Yami mwenyewe hatumsikii. Imebaki tu kwamba tuna msanii kama Yami, lakini hatuoni kazi, hatuoni zile. Tunafahamu watu wa Bongo Flava wamekuwa watu wa drama nyingi sana, wamekuwa watu wa kurun hii game kwamba wao ni watengeneza content, yani hawaishiwi majambo, lakini mwisho wa siku tumeweza kuona Yami yuko kimya. Kwa hiyo Pipi Jojo anaenda kutake place ya Yami, tuone ataweza kuvaa viatu vya Yami au anaweza kuwa zaidi ya Yami, kwa sababu ana sauti nzuri, ana muonekano mzuri, anafanya muziki mzuri. Yani ni msanii kwanza ni bado mdogo, nachomsifu bado mdogo, ana muda mwingi sana wa kuweza kupambania ndoto zake. Umeona? Ana muda mwingi sana wa kuweza kupambania ndoto zake, ana nafasi kubwa kwa sababu ya sehemu aliyokuepo. Umeona? Yani ana kila kitu ambacho msanii anatakiwa awe nacho. Umeona? Na pia ni yeye tu sasa hapo aweze ku maintain vizuri, aweze kuwa na consistency wenyewe wanasema, ya kutoa kazi kali back to back, mwisho siku naye awe anazungumzwa kama mmoja ya wasanii ambao wanafanya vizuri katika industry ya Bongo Flava. Kinachotakiwa kufanywa kwamba asilewe sifa kwa sababu niko sehemu fulani, basi aboteke. Cha kuweza kufanya awe mbunifu, awe anapenda kujifunza, awe anakubali kukosolewa, awe anapenda kusikiliza maoni ya watu wanasemaje, watu wanashauri nini, na pia akubali kuwa chini, kwa sababu kinachowaponza wengi kwenye hizi lebo kwamba mtu nataka kuwa juu. Ushatoa vijimbo vyako viwili vitatu, vijimbo vinafanya vizuri huko kwenye digital platforms, sijui TikTok, sijui Facebook, sijui wapi, Instagram, unaimba wewe tu, watu wanafanya challenge ngoma zako, basi mtu anakuwa unalewa sifa, kichwa kinakuwa kikubwa. Mwisho siku sasa unaota mbawa, unaanza kufanya mambo yako ya ajabu. Kikubwa asiwe hivyo. Hii ni industry. Watu wakiamua kukupoteza ni wanakupoteza, usikiki. Na watu wakiamua kutokukusikiliza basi hawakusikilizi, na watu wakiamua kutokukushika mkono hawatakushika mkono tena, kwa sababu tumeona wasanii wengi viburi, umeona kujifanya wao wajuaji, kujifanya Google, umeona mwisho siku wameweza kupotea, hatuwasikii tena, wala hata kama wakitoa ngoma, yani hamna tena kwamba, yani hamna tena ule ukubwa, au hamna tena cha kushtua kwamba mtu fulani ametoa ngoma. Kwa sababu ya nini? Ya zile attitude zao ambazo walikuwa wanazileta. Ushauri wangu kwake, sio msanii mbaya. Umeona, industry inahitaji wasanii kama yeye, kwa sababu industry sasa hivi inakuelekea kina Diamond, kina Alikiba, kina Harmonize, kina Lady Jidi, ndo hao, kina Zuchu, ndo hao ambao washakuwa na nafasi yao. Hata kama wakikaa mwaka mzima hawajatoa ngoma, basi wakitoa ngoma moja, basi mji mzima unasema kweli mtu fulani ametoa ngoma. Kwa kikubwa aweze kufuata nyayo zao, aweze kufuata vile vitu ambavyo wakubwa wake wanafanya, ajifunze kupitia makosa ya wenzake. Lakini pia tunazungumza pia na mabosi wa label, wanaomiliki labels. Waangalie namna gani ya kuweza kupunguza, yani kupunguza ule ugumu wa masharti wanasema. Wajaribu kuweka masharti fulani hivi ya kawaida, kwa sababu unajua msanii anapoenda sehemu fulani ni anakuwa anajitafuta. Tunafahamu kwamba ule ni uwekezaji, umeona bana. Na kuwekeza ni kubeti, is a betting, kwamba una bet kwamba nawekeza hapa kwamba pesa yangu itarudi. Umeona? Lakini kwenye muziki imekuwa betting yake ni tofauti kidogo, kwa sababu the way ambavyo unamtengeneza msanii wako, umtengenezee trending, umtengenezee kiki, kwa sababu muziki wetu unaendeshwa kwa kiki, umtengenezee awe anazungumziwa, umtengenezee ngoma kali, uweze kumvuta awe juu. Umeona? Ni mchakato wa muda mrefu. Lakini pia waangalie mikataba. Hii mtindo sijui bwana kusema mimi nachukua 80%, wote achukua 20, mwingine sio ndachukua 90%, mwingine 60%. Wajaribu kidogo, kwa sababu wanaokuja pale kwenye labels wengi wanakuja kujitafuta, wengi wanakuja kutafuta njia.
Umeona? Muda ambao sasa yeye atakuwa anahitaji kupiga pesa ndio muda huo huo ambao wewe utakuwa unahitaji malipo kutoka kwake, utakuwa unahitaji kumega ile ambayo inaweza ikaingia katika hiyo mikataba yenu. Tumeona lebo nyingi zinakufa, tumeona lebo nyingi zinashindwana na wasanii kwa sababu ya mikataba. Mikataba inakuwa migumu sana, kwamba ukivunja mkataba basi nilipe bilioni 1, mwingine nilipe sijui milioni 100 ngapi. Yaani mambo yamekuwa hivyo, inakuwa kama kuna kukomoana. Umeona bana? Wekeza kwa msanii wako, sawa, kwa sababu ni unamsaidia. Na msaada siku zote hauna malipo. Na hata akikulipa ni vile tu kwa sababu amependa kukulipa kutokana na kile ambacho umemfanyia. Lakini tunaposema kwamba tunamsaidia mtu, basi isiwekwe katika kwamba baadaye tulipane, baadaye ukivunja mkataba na nini hivyo. Umeona? Kwa mwisho siku kumiliki lebo sio kitu rahisi. Kumiliki msanii sio kitu rahisi, ni mchakato wa muda mrefu kwa sababu pale ni swala la hela, unaweka hela. Umeona? Kwa sababu msanii inabidi afanye video, msanii inabidi yale, aishi sehemu nzuri, msije mkamlaza Pipi Jojo studio bana. Umeona? Au mkamlaza Seblen. Msanii akae sehemu nzuri, msanii awe na gari. Umeona? Yaani msanii ionekane kwamba kweli msanii yuko lebo fulani. Umeona? Isije ikaonekana baadaye msanii ametoka baadaye na kwenda kwenye interview ya radio, msanii anaanza kuzungumza aliyokuwa anapitia, wakati sisi tulikuwa tunaona msanii anafanya vizuri. Tulishuhudia interview moja ya msanii, siwezi kumtaja, alifanya na kituo kimoja cha radio pia nacho siwezi kukitaja. Aliweza kusema kwamba yeye ana hela nyingi, lakini mwisho wa siku tumekuja kuona kwamba mwisho wa siku mazingira mabovu, pesa yenye hana, hamna anachokiingiza, hamna ambacho anapata. Kwa hiyo tujaribu kuweza kama tunasaidia watu, tujaribu walau kuweka masharti yasiyo kuwa magumu kihivyo, kwa sababu inapokuwa unaweka masharti magumu unakuwa unambana msanii. Umeona? Wakati ambao sasa hela inaingia na msanii inabidi yale matunda yake, wewe ndio sasa unakuwa unachukua ile hela. Ile inakuwa kitu kinaumiza sana. Sawa, umewekeza, lakini mjaribu kumwangalia na yeye kwa sababu anakuwa na familia. Unajua katika familia zetu za Kiswahili tukiona kwamba mtu amekuwa msanii aidha wa kuigiza au wa music, umeona, au tunaona kabisa mtu ambaye yuko kwenye masuala ya industry, yani ile ya kumfanya ajulikane, tunafahamu kwamba anaonekana ana hela. Umeona? Kwamba yeyote ambaye anakuwa na pesa katika familia, basi yeye ndo anakuwa anaibeba familia mgongoni. Umeona? Kwa sababu tu kwamba anaonekana na pesa, kwa hiyo shida zote atakuwa anazikava yeye. Umeona? Lakini mwisho wa siku unakuta kwamba hii ni fame, kwamba hii ni game, watu wanacheza. Umeona? Watu wameingia ndani. Umeona? Kwa sababu anakuambia wenyewe kiatu ambacho hujakivaa huwezi jua. Umeona? Kinabana vipi, kitanda ambacho kilali huwezi kujua kunguni wake. Kwa hiyo iwe kwamba wasanii nao pia wana familia zao, wanahitaji kusaidia familia zao, wanahitaji kuendeleza maisha yao binafsi, nao wanahitaji kufika sehemu fulani. Kwa hiyo tuangalie namna ya kuweza kuwasaidia, tuangalie namna ya kuweza kufanya ili ili wao pia waweze kesho na kesho kutwa wawe wanatuongelea, wawe wanawaongelea vizuri mabosi zao ambao wameweza kufanya nao kazi, na sio kuanza kutupishiana maneno Instagram sijui wapi kwenye mitandao ya kijamii. Umeona? Ili kila kitu kiweze kukaa poa. Hii hapa ni Nyundo Info.